Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tulio kuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nchini Tanzania yaeleza imeweka mazingira rafiki kwa wanawake kupata haki mahakamani ili kuwavutia wengi kwenda kusaka haki. Mwanamke sasa ile shida kwamba mimi na mtoto nikienda mahakamani nitamweka wapi? Hapana. Sasa hivi kuna sehemu maalum ambayo anaweza akaja pale akamnyonyesha mtoto wake na baadaye akaingia kwenye mahakama akaendelea na kesi. Lakini kama kwamba haitoshi, labda mimi mjamzito, unajua wanawake tuna vile vipindi tunavipitia. Mimi mjamzito siwezi kwenda kwenye mahakama, hapana. Sasa hivi kuna sehemu maalum ambao tunaweza tukampatia mpaka first aid labda ikitokea kuna dharura imetokezea. Na leo katika Jifunze Kiswahili tunabisha hodi Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya kupata ufafanuzi wa methali. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 24 ya mwezi Machi mwaka 2026, siku ya kifua kikuu, na pia ni siku ya kimataifa ya kupata ukweli kuhusu uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu na heshima kwa waathirika. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ambao unaletwa kwako na Arnold Kayanda. Karibu Arnold. Asante Lea. Idadi ya vifo kutokana na shambulio dhidi ya hospitali moja huko Darfur, Sudan, Ijumaa iliyopita imeongezeka zaidi, huku kukiwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya raia mwaka huu. Naibu mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO nchini Sudan, Daktari Hala Hudari, akiwa mjini Port Sudan kupitia waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi, ameuelezea ulimwengu shambulio dhidi ya hospitali sio tu shambulio dhidi ya jengo, bali ni shambulio dhidi ya watu wanaotafuta huduma za afya, dhidi ya wahudumu wa afya wanaohatarisha maisha yao kwa wengine, na dhidi ya uwezekano wenyewe wa kuishi nyakati za dharura. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito wa msaada wa haraka wa kimataifa ili kuhakikisha urejeaji wa wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanaorejea kutoka Burundi unafanyika katika mazingira ya usalama na utu. Ali Mahamad, mkuu wa ofisi ndogo ya UNHCR mjini Goma, amesema zaidi ya wakimbizi 33,000 wa DRC wamerejea kwenda mashariki mwa DRC ndani ya mwezi mmoja kufuatia kufunguliwa tena kwa mpaka kati ya Burundi na DRC tarehe 23 mwezi Februari. Na leo katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kifua kikuu TB inayoadhimishwa tarehe 24 mwezi Machi mwaka huu, WHO inahimiza nchi kuharakisha hatua za kumaliza TB na kupanua upatikanaji wa huduma za kuokoa maisha kwa kutumia ubunifu mpya, ikiwemo vipimo vinavyotumia mate. Daktari Teresa Kasaeva, mkurugenzi wa idara ya WHO inayohusika na virusi vya ukimwi na kifua kikuu, amesisitiza umuhimu wa kuwekeza kwenye mapambano haya, akisema kuwekeza katika huduma za kifua kikuu ni uamuzi wa kiuchumi wenye busara. Kugharamia programu za TB si harama tu, bali pia ni uwekezaji katika jamii zenye afya bora, uchumi imara na jamii zenye ustahimilivu mkubwa. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Lea. Asante sana Arnold Kayanda kutuletea muktasari wa habari. Je, wafahamu maana ya methali ateteaye mtuku ni tanguko la bure? Kama la, basi ungana nami hadi katika kipengele cha Jifunze Kiswahili. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/SW kwa taarifa na makala. Mimi ni Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa mada kwa kina. Kikao cha 70 cha kamisheni ya hali ya wanawake kilikamilika wiki iliyopita hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa na kiliangazia hatua za kuleta haki na usawa kwa wanawake. Mada yetu kwa kina ya leo inaangazia hatua zilizopigwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar nchini Tanzania katika eneo la mahakama. Nimepata fursa ya kuzungumza na naibu mrajisi wa Mahakama Kuu ya Visiwani Zanzibar Chausiku Kafuti Kuya. Alianza kwa kunieleza kwamba maboresho yameanzia kwenye nafasi za uongozi wa juu kabisa. Kwanza kwa sasa hivi
Mwenyekiti wa tume ya utumishi mahakama ni mwanamke, lakini tuna mrajis wa mahakama pia ni mwanamke, lakini karibuni tu hapa pia tumepata mwenyekiti mahakama ardhi pia ni mwanamke. Na naibu mrajis wewe na mimi ni mrajis pia mimi ni mwanamke. Yes. Lakini pia kwenye swala jingine tuna jumla ya majaji sasa hivi 13 Zanzibar. Katika majaji 13 Zanzibar, majaji 8 ni wanaume lakini 5 ni wanawake. Na tunapokaa hapo kwenye masuala ya majaji na mahakama, tunafahamu mfumo wa mahakama wa Zanzibar pia una mahakama kawaida na mahakama ya kadhi. Hapo pia kuna hatua yoyote mmepiga? Yes, ujio wa sheria namba 8/2023 imekuja kutanua mawanda ya mahakama ya kadhi. Mahakama kadhi kwa kawaida ni mahakama ambayo inaendeshwa kwa kutumia taratibu za dini ya Kiislamu. So kuwepo kwa hii sheria ya namba 8/2023 imekuja sasa kutanua mawanda ya mahakama hii, na sasa hivi imeruhusu wasuluhishi wawemo ndani. Kwa sasa hivi inaruhusu wasuluhishi wanawake na wamepewa nafasi kubwa kabisa kwenye zile mahakama. Wasuluhishi wameruhusiwa kwenda kwenye mahakama kadhi. Kwa hiyo hatuna mahakimu wa mahakama ya kadhi, lakini tuna wasuluhishi wanawake kwenye mahakama kadhi. Na wananchi wamepokeaje hiyo? Wamepokea kwa uzuri kabisa, kwa sababu unajua kuna wale masuala ya kike ambayo muda mwingine unajisikia ukizungumza na mwanamke mwenzio atakuelewa vizuri zaidi, lakini ule uhuru wa kuzungumza naye unakuwa kwa mwingi zaidi. Sasa kuwepo kwa hawa wasuluhishi wanawake manake kumefanya sasa wanawake kujiona sasa wako sehemu salama, wako sehemu ambao wanaweza kuelezea vitu vyao vingi na hivyo kuwapunguzia mzigo wa mawazo. Tuangazie masuala ya teknolojia. Tunafahamu kwamba teknolojia inaendelea kukua na mahakama pia na zenyewe zinachukua mfumo wa teknolojia. Kuna lolote ambalo limefanyika Zanzibar? Yes, ndugu mtangazaji, karibuni kwenye wiki ya sheria ama siku ya sheria iliyozimishwa Zanzibar mwanzoni mwa mwezi wa pili. Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alizindua mfumo wa usikilizaji na ufunguaji mashauri, yani mfumo wa kielektroniki wa kufungua na kusikiliza mashauri. Unafanyaje kazi? Mfumo huu kwanza unaruhusu kumsikiliza shahidi hata akiwa mbali. Manake sasa ule muda wa mtu kutoka sehemu mbali kuja kufuata mahakama kutoa ushahidi sasa hivi utakuwa umepungua. Manake shahidi sehemu yote ambayo yuko yeye mwenyewe anaweza kwenye zile sehemu ambazo zimepangwa na mahakama akaenda pale kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa akazifuata, halafu akaenda kutoa ushahidi wake sehemu yote ambayo ya karibu. Sasa hii inafanya kupunguza matumizi ya muda, lakini pia kipato. Unajua wanawake wanapenda kujishughulisha sana na masuala ya kipato. Sasa unapomtoa sehemu ya mbali, sehemu ambayo labda inaweza ikatumia muda wa saa moja wakati ana uwezo wa kuendelea na shughuli zake hapa, lakini muda wa kwenda kusikiliza kesi ukafika akaenda kusaidia kwenye upatikanaji wa haki na baadaye akarudi kuendelea kwenye shughuli zake. So imekuja sasa kumkomboa mwanamke kwenye kutumia muda wake, lakini pia kwenye kutumia fursa yake ya kiuchumi vizuri. Kwa hiyo hapo unamaanisha kwa mfano kama mmoja yuko Mwanakwerekwe na mwingine labda yuko Paje au labda yuko ana uwezo wa kwenda mahakama nyingine au inakuwaje? Kabisa na uwezo wa kwenda kwenye sehemu ambazo zitakuwa zimeelezwa kwenye kanuni, anaweza akaenda sehemu ya mahakama ambayo ipo karibu na yeye. Maana sasa hivi tukio linaweza likawa limefanyika mjini, lakini unajua kwenye hizi pirika za utafutaji wa maisha na vitu vingine shahidi akawa labda anakaa Paje. Sasa haimlazimishi tena lazima atoke Paje aje mahakama Mwanakwerekwe atoe ushahidi, hapana. Kule aliko anaweza akaenda akaunganishwa, tunasema ile kusikiliza kwa njia ya mtandao, akasikilizwa na kesi ikaendelea vizuri na ikamalizika tu vizuri bila shida yoyote. Kuna masuala ya Zanzibar, moja ya changamoto kubwa ni masuala ya udhalilishaji watoto, kuingiliwa kwa namna moja au nyingine. Hiyo nayo mahakama kuna nini ambacho mnafanya na mnasaidiaje? Kwa sababu ndo tunatambua hizo ndio kesi nyingi zaidi zipo. Ni kweli mnamo mwaka 2021 kulianzishwa mahakama maalumu kama ulivyosema ndugu mtangazaji. Wahanga wengi wa masuala ya udhalilishaji wanakuwa ni wanawake na watoto. Hatuwezi kuacha nje. Sasa ilikuwa ni kilio cha muda mrefu. Kesi zinakaa muda mrefu, lakini mbali ya hayo manake kesi inapokaa muda mrefu, mtoto anapokuja kutoa ushahidi wa mwanamke ni kama unamkumbusha ile tukio ambalo lilitokea zamani. Sasa kuanzishwa kwa mahakama maalumu 2021 kulifanya sasa hizi kesi zichukue muda mrefu, zinasikilizwa kwa muda mfupi. Kwa sasa hivi kesi baada ya kwenda labda mwaka mmoja
Sasa hivi kesi inasikizwa kwenye miezi 2 mpaka miezi 3 kumalizika. Kwa malalamiko ya kesi inachukua muda mrefu, sasa hivi yameisha kabisa. Haki inapatikana kwa wakati, lakini bila kuacha athari kubwa kwa mtu ambaye ametendewa kile kitendo cha udhalilishaji. Unamaanisha nini unaposema bila kuacha athari kubwa? Hatumkumbushi. Manake kumkumbusha ni pia inakuwa ni athari. Unajua unatakiwa mtu afanyiwe tendo mara moja, aje pale aseme amalize. Lakini chengine ni kwamba haki ikipatikana mara moja, manake athari haitakuwa kubwa sana kuliko ile mtu anakwenda, anarudi, anakwenda, anarudi. Ikifanyika muda mfupi na kumalizana kukamilika ndani ya muda mfupi, manake inapunguza hata ile kumkumbusha yule ambaye amefanywa kile kitendo, lakini inaepusha zile athari za kiuchumi. Manake unajua masuala ya udhalilishaji, mtu anatamani aje leo asikilize, aje kesho asikilize, aje kesho kutwa asikilize. Lakini kama itachukua muda mfupi, manake hata ile kuja mara nyingi na yenyewe inakuwa inapungua. Ninafahamu katika uandishi wangu wa habari pitapita huko niliona kwamba mliboresha na mlijenga mahakama nyingi sana. Zina upendeleo maalum kwa jinsia au zimejengwa tu kwa ajili ya watu wote kwenye jamii? Na ni kweli kwenye hili naomba niseme kwa dhati, Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tena nimtaje tena, kwenye awamu yake iliyopita alihakikisha ili kufanya kazi za mahakama zinakwenda kwa wepesi kwenye utekelezaji. Tunajua tunapotekeleza majukumu ya kazi tunatakiwa tuwe kwenye mazingira ambayo ni mazuri na yenyewe anatia morali ya kufanya kazi. Amejenga mahakama ambazo ziko rafiki, miundombinu ya kisasa kabisa ambazo zinaruhusu sasa haya tunayokwenda kuifanya kwenye mfumo wa kusikiliza mashauri ya kielektroniki. Maana zenyewe sasa zimejengwa kwenye mazingira hayo. Lakini ninapokuna sasa kumzungumzia mwanamke sasa ile shida kwamba mimi na mtoto nikienda mahakamani nitamweka wapi? Hapana. Sasa hivi kuna sehemu maalum ambayo anaweza akaja pale akamnyonyesha mtoto wake na baadaye akaingia kwenye mahakama akaendelea na kesi. Lakini kama kwamba haitoshi, labda mimi mjamzito, unajua wanawake tuna vile vipindi tunavipitia, mimi mjamzito siwezi kwenda kwenye mahakama. Hapana. Sasa hivi kuna sehemu maalum ambayo tunaweza tukampatia mpaka first aid, labda ikitokea kuna dharura imetokezea. Kwa kuna mazingira mazuri. Lakini kama kwamba haitoshi kwa watoto sasa, maana unapomzungumzia mama, mtoto huwezi kumwacha. Watoto wana mpaka sehemu za kucheza ambazo ni rafiki kabisa. Kwa hiyo majengo mapya haya ambayo yamejengwa ambayo yako karibu kila wilaya zote za Zanzibar zina mahakama za mwanzo, zina mahakama ya wilaya na mikoa yote zina mahakama. Kwa mbali ya kuweka mazingira rafiki ya mle ndani, lakini pia hata ile masafa ya mwananchi kufuata huduma, hususan mwanamke tunamzungumzia hapa, yamepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni sehemu salama ambao unatafuta haki, lakini pia unatafuta haki katika hali ambayo mwenyewe huchoshi na wale mazingira ambao unakwenda kutafuta haki yako. Sawa, kwenye tukimalizia sasa, wewe ndo naibu mrajisi, bado changamoto zipo? Kwa sababu hata hapa kwenye CSW hata walivyofungua wameeleza changamoto bado zipo ni nyingi, ndio maana wanawake mnaendelea kuhakikisha mnazitatua. Changamoto zipi bado ambazo zinakufanya ushindwe kulala usiku? Naweza nikasema labda sasa hivi changamoto ambazo zinanifanya nishindwe kulala usiku ni uelewa wa jamii, kwa sababu mahakama zipo, zimetengenezwa nyingi, kanuni mbalimbali zimetengenezwa zipo nyingi, mifumo ya kurahisisha ipo nyingi. Sasa jamii kuifikia na kuelewa hizi huduma ambazo tunazitaka, kwa sababu tunaweza tukafanya yote haya, lakini jamii bila kuelewa hichi nitakipata wapi, ni pite njia gani, itakuwa ni bado. Kwa katika kitu ambacho kinaninyima usingizi, na nimesema nikitoka huku ni kitu cha mwanzo ambacho nitaanza nazo, ni kutengeneza mikakati sasa ya kuwafikia jamii kwa wingi, ili waelewe sasa wapite njia zipi ili wafikie kwenye mafanikio ambayo sisi mahakama tunatarajia kuyafikia. Nakushukuru sana. Asante sana, nashukuru pia. Shukrani sana naibu mrajisi cha usiku Kafuti Kuya, na kila laheri katika kuhakikisha haki inapatikana kwa wote visiwani Zanzibar. Na sasa ni wasaa kujifunza Kiswahili, na leo mchambuzi wetu ni Dr. Joseph Atigitonga ambaye ni mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya katika kitivo cha tafsiri na ukalimani. Leo anafafanua methali isemayo ateteaye mtuku ni tanguko la bure. Ateteaye mtuku ni tanguko la bure. Mtuku ni mtu asiyefaa au asiyeweza kutegemeeka. Methali hii ina maana kwamba mtu asiyetegemeeka kamwe katika jamii na ambaye hana utu, kumtetea ni kujidhalilisha wewe mwenyewe. Ni kazi bure isiyo na faida. Ukimtetea apate labda cheo au kazi fulani,
jilaumu mwenyewe, kwani hatawajibika hata kamwe. Inatuelimisha kwamba iwapo utakuwa radhi kumtetea mtuku, basi kuwa tayari kuhusishwa naye. Tetea walio wema, si waovu. Asante. Asante sana Dr. Gitonga kwa ufafanuzi huo. Basi nami nakunja jamvi la jarida letu hii leo, lakini tutakutana tena siku ya Alhamisi kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa redio ni kila siku hivyo. Kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube inaitwa Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Lea Mushi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.